الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي لكون لحظات عندما كانت مريم تأكل رزقا في غير أوانه. Sayyida Zakaria alipoyaona yale ndipo naye alipotamani kupata mtoto, na habari hii tumeizungumza katika kisa cha Nabii Allah Yahya wa abihi Zakaria alayhi assalam. Sayyida Maryam ni mwanamke katika wanawake bora walofadhilishwa hapa ulimwenguni. Allah anasema ya Maryam, ewe Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Na katika aya nyingine anasema wa idh qalat al malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'i al alamin. Ewe Maryam, malaika wanamnadia wanamwambia, hakika Mwenyezi Mungu amekufadhilisha, akakufanya wewe ni bora, akakuchagua kuliko wanawake wote duniani. Na katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia khairun nisa, wanawake bora kabisa kuliko wanawake wote ulimwenguni, arbaun, ni wanawake wane tu. katika hadithi aliyopokea Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuka minhunna arbaun, inakutosha katika wanawake wote wanawake wane tu. Nisaul alamina, manake arba'u sayyidatin nisaul alamin, katika wanawake wote wa ulimwenguni wako wane ambao kwamba wamekuwa bora kabisa. Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke wa kwanza ni bibi Fatima binti yake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Khadijatu bintu Khuwailid, na mwanamke wa pili ni bibi Khadija mkewe Sayyidina Muhammad. Wa Asiyatu bintu Muzahim, na watatu ni bibi Asiya bintu Muzahim. Wa Maryamu bintu Imran, na wanne ni bibi Maryam bintu Imran. Hawa ni wanawake bora katika wanawake ambao Mwenyezi Mungu amewafadhilisha kuliko wanawake wote. Kwa hiyo katika taratibu, mwanamke alokuwa bora zaidi kuliko wote ni bibi Maryam alayha salam, kisha wanafuatia na wengine. Ndio maana katika suratu Tahrim Mwenyezi Mungu anasema ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. huyu ni bibi Maryam, anatajwa pamoja na bibi Asia katika suratu Tahrim, miongoni mwa wale wanawake wane ambao Mwenyezi Mungu amewafadhilisha kuliko wanawake wote wa duniani. Mmoja ni mamake Isa. Na kafadhilishwa kwa nini? Hafadhilishwi isipokuwa kwa ubora. Ahsanat farjaha, kaheshimu heshima yake, akajihifadhi mwanamke huyu kwa machafu aina yoyote. Hapa ndipo mtu anapokuja kuwa bora. Innama nufusu tazku bi ta'ati llah wa takhdhal bi ma'siyati llah, nafsi bwana zinatukuka kwa sababu ya kumtii Mwenyezi Mungu na kuheshimu
na nafsi zinadharaulika kwa sababu ya kufanya madhambi ulimwenguni. Kamula min arrijali kathir, katika hadithi nyingine inasema wamekamilika wengi katika wanaume. Walam yakmul min an-nisa'i illa thalathun, Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Khadijatu bintu Khuwailid wa fadlu Aisha ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi ala sa'iri at-ta'am. Katika hadithi nyingi bwana mtume kaishiria ubora wa bibi Maryam na miongoni mwao wanawake wengine ambao tumewataja hapa. Sasa basi tunarudi katika kuzaliwa kwake Nabii Allah Isa alayhi salam, ambako kuzaliwa huku kumeleta mtihani mpaka kwa watu wengine wakadhani kwamba huyu ndo Mungu mwenyewe au mwana wa Mungu. Sasa kaifa wulida al-Masih, vipi alizaliwa Sayyidina al-Masih huyu? Hapa tunaelezwa katika suratu Ali Imran kwamba bibi Maryam alilelewa na Zakaria katika jumba. Sasa ilifika wakati atoke katika jumba lile kwenda kujitahirisha kutokamana na damu al-hayy. Sasa ana awanun an takhruja min hadha al-mihrab. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratu Maryam, wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقت جانيا تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس، وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي ذلك زمان زكريا، وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواها. Haya yote tumeyataja, kuchukua jumba kama lile kufanya ndio maskani yake na kukaa hakuingii mtu isipokuwa Zakaria. Wa annaha lamma balaghat ijtahadat fil ibada, na tukataja kwamba alipokuwa katika jumba lile ibada alikuwa akizifanya kwa wingi mpaka anawashinda wanaume. Falam yakun fi dhalika zaman nadhiruha fi funun al-ibada, wanasema hakukuwa na mfano wa mtu kama Maryam katika ibada wakati huo. وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام، وأنها خاطبتها أو خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باستفاء الله لها. na malaika tukaona walipomhutubia kumpa bishara kwamba Mungu kakufadhilisha kuliko wanawake wote, وبأنه سيهب لها ولدا زكيا يكون نبيا كريما طاهرا مكرما. na vile vile bishara za kumpa mtoto mwema hapa sasa zinakuja. Ameondoka kutoka katika sehemu ambayo anaabudu akenda katika sehemu nyingine kwa ajili ya kukoga na kujitahirisha. Sehemu gani hizo? Sehemu hii ni mbali kidogo na mahali ambapo alikuwa akizifanya ibada zake. Intabadhat ay infaradat wahdaha sharq almasjid al-aqsa, ni sehemu ya mashariki ya msikiti wa Aqsa ambao ni msikiti wa mbali. Hapo anafanya shughuli zake. idh ba'atha Allahu ilaiha ar-ruh al-amin, muda mchache kule upande anakokoga na kujisafisha akaona mwanamume anakuja, Ruhul Amin. Kumbe yule mwanamume alikuwa sio mwanamume wa kawaida, bali alikuwa ni Sayyidina Jibril. Fatamathala laha basharan sawiya, katamathali kama mfano wa bashar, mwanamume alikuwa sawa kabisa, rijali alikuwa katimia katika wanaume wake. Maryam alipohisi kwamba mtu anakuja, haraka haraka akaanza kujistiri huku akisema maneno. Qalat, nani unayekuja huku? Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, hakika mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na kama una shari zako wewe, najilinda kwa shari hizo kwa Allah. In kunta taqiyan, kama wewe ni mcha Mungu basi geuza njia usije sehemu hii. Kwa sababu mcha Mungu anapoambiwa maneno tu usikie haraka haraka. Kwa hiyo in kunta taqiyan, kama wewe ni mcha Mungu basi ghayir tariq, chukua njia nyingine, usije huku katika sehemu ambayo mimi niko, kwa sababu huku kuna wanawake.
huku kuna mwanamke, kwa nini uje huku? Kwa hiyo in kunta taqiyan, kama wewe ni mcha Mungu, basi usiingie katika sehemu hizi, kwa kuwa mcha Mungu idha khutiba samia. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasemaje, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mpate kuwa wacha Mungu. Na ni mimi nimekuhutubieni kwa unwani ya iman, lianna almu'mina idha khatabahu Allahu samia. Muumini akishasikia Mungu anasema hivi, tayari anafuata maelekezo aliyoambiwa, hana ushindani. Aulizi wala aseme rabbana la sami'na wa asaina, la sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii amri hii ya Rabb. Hii ndo tabia ya mtu mu'min na mtu taqi. Fa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, kama wewe mcha Mungu basi huko hakukufai, chukua njia nyingine. Basi wanasema aliposema vile bibi Maryam, pale pale akabadilika Jibril, akaja katika umbo lake ambalo sasa anamwambia, we mimi siye katika hao unaodhania. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya, mimi ni mjumbe Mwenyezi Mungu kanituma. Mimi sio kama hao unawafikiria kwamba anakuja kukubaka au kukufanyia machafu. La, innama ana rasulu rabbi, mimi si kingine isipokuwa hicho, ni mjumbe wa Mola wako. Liahaba laki ghulaman zakiya, yani katika qiraa anasema liyahaba laki ghulaman zakiya, ili Mwenyezi Mungu amenituma tuje tukupe wewe mtoto mtukufu kabisa, zakiyan, ambaye itakuwa umetakaswa na Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Qalat, kahoji bibi Maryam, anna yakunu li ghulamun, ay kaifa yakunu li ghulamun au yujadu li waladun walam yamsasni basharun, na mimi sijaguswa na mwanamme yoyote, walam aku baghiya, na sikuwa mdanganyifu hawara, wala sikuwa mkosefu wa adabu. Sijapata mtoto kwa njia ya zawaj, wala sijapata mtoto kwa njia ya ufuska. Huyo mtoto huyo nimpate vipi? Wewe umekuja kunibashiria mtoto wakati ambapo sijaolewa au sijapata hata mwanamume wa kufanya naye mapenzi nje ya ndoa. Mtoto huyo nikampate vipi? Qala kadhaliki qala rabbuka, qala kadhaliki qala rabbuki, hivyo ndivyo alivyosema Mola wako. Na Mungu kishasema tayari kitu kitatokea tu, hata kama huna mume mtoto utampata hivyo hivyo, kwa kuwa hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anakuambia huwa hilo la kukupa mtoto wewe bila ya mume, alayya hayyin, kwangu mimi ni jambo ambalo kwamba ni jepesi kabisa. Walinajalahu ayatan linnas, na tutamfanya mtoto huyo ni miujiza kwa watu. Hapa tunaambiwa kwamba hakukuwa zaidi ya miujiza. Tusiwe ni wenye kudanganyana kusema huyu mtoto kwa kuwa kazaliwa baba yake haonekani, kwa hiyo baba yake itakuwa Mungu. Mama kamzaa mtoto bila ya mume, kwa hiyo itakuwa mwana wa Mungu. Walinajalahu ayatan linnasi, tutamjalia mtoto huyo ni miujiza kwa watu, wapate kujua kwamba Mungu yupo. Wa rahmatan minna, na ni rehma kutoka kwetu. Wa kana amran maqdiya, na amri hii ya wewe Maryam kupata mtoto bila ya baba au ya bwana, hiyo imeshatangulia, Mungu kishaipitisha, haina mjadala. Qad qadahu Allahu wa hatamahu wa qaddarahu wa qarrarahu, Mungu kishafaradhia haya yote, yameshapita huko, tampata tu huyo mtoto. Na bibi Maryam mwanawe huyu ni miongoni mwa watoto au ni miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba, vingine bila ya baba wala ya mama, au vingine baba peke yake au vingine mama peke yake. Kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amevileta ulimwenguni bila ya baba, kama Saidna Isa kazaliwa na mama tu, hana baba. Kuna wengine wameumbwa bila ya baba wala mama. Nabii Allah Adam, babake yuko wapi na mamake nani? Yeye ndo baba, yeye ndo mama, yeye ndo kila kitu. Kuna vitu vingine Mwenyezi Mungu ameviumba vile vile havikutokana na baba wala mama. Mfano ngamia wa watu wa Saleh tulomzungumzia katika kisa, katoka tu katika jabali,
Kwa jabali lile ndo mamake ndo babake, hakuzaliwa katika njia ya kawaida. Kondoo aloletwa kwa ajili ya kuchinjwa mahala pa Nabii Allah Ismail, yule kondoo hana baba hana mama. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya anavyotaka. Ndio katika aya mara nyingi tunasomewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Kwa hiyo wanaohoji huyu Adam vipi amezaliwa bila ya baba wala mama, na huyu Isa hamumshangai zaidi au hamumshangai zaidi Adam kuliko Isa? Isa mzazi mmoja naye, Adam hana wazazi wote wawili na Mwenyezi Mungu amemleta. Ilikuwa kushangaliwa zaidi ni Nabii Adam. Kwa hiyo namwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie hao wanaosema kuhusu habari ya mtoto wetu au mtoto wa Maryam Isa, waambie kwamba kama wanatuambia huyo ni mtoto wetu tumemzaa sisi kwa ndoa, wamshangae Adam, naye Adam atakuwa mtoto wetu vile vile kwa sababu yeye hana baba wala mama. Vipi hali yake? Kwa hiyo waambie inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, hakika mfano wa huyo Isa mbele ya Mungu ni ule ule mfano wa Nabii Adam. Khalaqahu min turab, Adam ameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mchanga. Thumma qala lahu, kisha akamwambia kun, kuwa Adam, fayakun, naye akawa Adam. Na hivyo hivyo Isa akaambiwa kuwa Isa, fakana Isa, akawa Isa. Ndio maana tunaambiwa Isa ni neno la Mungu. Inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam. Alipoambiwa Maryam, Mungu anakubashiria neno, yubashiruki bikalimatin minhu, anakubashiria kukupa neno kutoka kwake. Neno huyu ni Isa, na Isa kaitwa neno kwa sababu kuzaliwa kwake Mwenyezi Mungu kasema kun, kuwa, fakana, akawa. Kwa hiyo ni neno kwa maana ya kuwa Isa, naye akawa Isa. Kwa Nabii Isa ni neno kweli, na neno hili ni kwa maana kwamba Mungu katoa amri tu kwamba kuwa mtoto, tena mtoto mwenyewe Isa akana Isa. Bibi Maryam alipoambiwa maneno yale akatulia. Mtampata mtoto kwa amri ya Mungu. Amri ya Mungu haipingwi. Na aje mtoto, lakini nitasema nini mimi kwa wale watu ambao tulikuwa nao katika jumba la ibada, wakati mimi nilikuwa al-awwal katika wa mwanzo katika ibada mpaka ninapigiwa mifano. Leo nirudi kule nikiwa na mtoto kwenye mikono, itakuwaje? Nitasema nini? Hali hii yote ni maswali alikuwa akijiuliza Bibi Maryam. Fahamalathu, akambeba mtoto. Shaa washtuhira fi bani Israila annaha hamil, ikaenea kwa bani Israili kwamba Maryam ana mimba. Jama, hapa Mwenyezi Mungu anatusimulia jinsi alivyoubeba ujauzito huo. Fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya, akambeba mtoto akaondoka mpaka kwenda katika sehemu ya mbali kidogo kujitenga na watu wake. Fama dakhala ala ahli baiti ma dakhala ala baiti Zakaria, hakuna liloingia katika nyumba wakati huo kama lile liloingia katika nyumba ya Ali Zakaria wakati huo, kwa kuwa amebeba mimba sasa Bibi Maryam. Watahamuha bizanadiqa, na vile vile wengine wakamtuhumu kwa utovu wa nidhamu, na wengine wakasema Yusuf alikuwa akiabudu naye katika hekalu ndio alomtia mimba. Tawarat anhum Maryam wa'tazalatu, Maryam akakwepa, ikawa amejitenga kabisa na watu, hata hataki kuonana nao. Ikafika siku sasa ya kumtoa Nabii Isa kutoka katika ulimwengu wa tumbo kumpeleka katika ulimwengu huu duniani. Faajaaha almakhadu ila jid'i nakhla, ay faaljaaha wattaraha talaqu ila jid'i nakhla, ukampeleka uchungu wa kuzaa mpaka chini ya kigogo cha mtende, kigogo ambacho kilikuwa kimeshakufa, mtende ambao ulikuwa umeshakatwa zamani. Haukuwa mtende huu kwamba ni mtende unatoa tende, ni kigogo tu kimeanguka kule. Akakaa akakizuia kigogo kile kwa uchungu wa kumtoa mtoto na kumzaa.
na wanawake hapa wanakuwa katika hali ngumu sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kutujalia sisi tukaumbwa wanaume, lakini uchungu wakati wa kuzaa kwa mwanamke ni kitu kikubwa. Mwenyezi Mungu awape sahali mama zetu katika nyakati kama hizo. Sikiliza Bibi Maryam anayoyasema wakati anataka kumzaa mwanawe Isa. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Aliposikia uchungu sasa, mtoto ndo wakati wa kumtoa, akasema maneno ya laiti ningekuwa nimeshakufa kabla ya haya na nikawa ni kiumbe alosahaulika kabisa. Nasiyan mansiya, bora nisingeumbwa kabisa kabisa, ningekuwa sipo ulimwenguni kuliko kunifika haya. Na kwa nini sitamani? Baada ya hapo tu utakuja watu watamlipikizia Bwana Isa mambo yasiokuwemo, watampa jina la Mungu, watampa jina la mtoto wa Mungu, watafanya mambo mengi kwa sababu ya mnasaba kama huu. Lazima awa yote anayafikiria Bibi Maryam. Fanadaha min tahtiha, mara anapoyazungumza yale kwa uchungu wa kumzaa mwanawe, bora ningekuwa nimeshakufa zamani, akasikia sauti inamnadia. Sauti hii wanasema ulama baadhi yao walikuwa ni Jibril anamnadia, anamwambia Maryam la tahzani. Wengine wanasema ilikuwa ni Nabii Allah Isa huyo huyo anamnadia mamake. Fanadaha min tahtiha, akamnadia akitoka chini huko, sauti yake inasema alla tahzani, usiwe na huzuni mama yangu, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Chini kidogo hapo Mwenyezi Mungu amekuwekea mto, maji ya kunywa, upoze angalau kiu yako na uchungu ambao kwamba umeupata kutokana na kumzaa mwanao. La tahzani. Kisha sio maji tu ambayo amekuandalia Mwenyezi Mungu, wahusi ilaiki bijidhi nakhlati, na hicho kigogo cha mtende kitupu kabisa, hakina chochote, lakini kichukue kitikise kidogo tu, tusaqit alayki rutaban janiya, hicho kimekufa lakini kitatoa tende zilizoiva ambazo ni tamu kabisa, rutaban. Kwa hiyo ukishapata tende na umepata mto wa maji kidogo, fakuli washrabi, kula na kunywa maji hayo. Waqarri aynan, natulia kabisa, tuliza macho yako. Fa imma tarayinna min albashari ahadan, ukimuona kiumbe yoyote baada ya hapo akikuuliza maswali mengi, umempataje mtoto na wewe hujaolewa, au siku hizi umekuwa na wewe kama watu wengine wanatafuta watoto nje ya ndoa, maswali mengi kama hayo utakapokuja, faquli, waambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mungu kufunga huko kujizuia na maneno, falan ukallima alyawma insiya, sitozungumza na mwanadamu yoyote. Anasema Mtume katika hadithi, at'imu nisaakum alwalada arrutaba, walisheni wake zenu alwulda, ambao wamezaa tende inayoitwa rutaba. Fa in lam yakun rutab fatamrun, kama hakuna tende inayoitwa rutba fatamrun, tende yoyote. Walaysa min ash-shajari shajaratun akramu ala Allah min shajaratin nazalat tahtaha Maryamu bintu Imran, na hakuna katika mti bora kuliko mti ambao Bibi Maryam ameshukia na akazaa pembeni mwake. Ni bora vile vile kuwapa wanawake wazazi atamra, na atimu nisaakumul wulda arrutab, wapeni wake zenu waliozaa tende, inawafaa. Kwa hiyo ukiona mke wako naye kazaa yuko katika nini, mpe tende, inamfaa sana. Na hakuna mti uliobarikiwa kama mti huu. Ndio ule wanaozungumza baadhi ya mufassirin, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin. Shajaratun tayyiba ni shajaratun nakhla. Fa imma tarayinna min albashari ahadan, yoyote utakayemuona katika wanadamu mwambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimefunga
falan ukallima alyawma insiya, kufunga kwangu ni mazungumzo na mwanadamu yoyote, sizungumzi naye. Hapo baada ya kushakunywa maji na kula tende zile, Bibi Maryam akamchukua mtoto wake akaondoka naye, kwa sababu alipochukua mimba ile aliondoka kutoka sharqi Masjid al-Aqsa mpaka katika Bait al-Lahmi. Hapo sasa ndipo alipoanza kumzaa mwanawe, na baada ya kumzaa akamzonga kamfunga katika nguo yake, kama vile kina mama wanavomweka katika maguo kidogo joto joto hivi apate, na baridi baridi asije akaipata ikamwathiri. Akamchukua faatat bihi qaumaha tahmilu, akaondoka kuja kwa kaumi zake huku anambeba mtoto wake mkononi. ذكر كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم ذهبوا في طلبها. wanachuoni wengine wanatuambia walipokuwa hawamuoni Maryam katika mji walianza kumtafuta. famarru ala mahallatiha wal anwari hawlaha, wakafika katika sehemu wakampata Maryam kakaa na nuru imemwenea. falamma wajahuha wajadu ma'aha waladuha, walipokwenda wakampata amekikamata kitoto Maryam. faqalu laha, wakamwambia sasa, ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, Maryam vipi tunakutafuta huko, kumbe umepata mimba alafu umekuja kuzaa huku, hakika umeleta kitu cha kipekee yake kabisa. Haya, tuambie mtoto huyu ilikuwa kuwaje mpaka ukamzaa? Jawabu lake insha Allah tutakuja kuliona wakati wa kipindi kitakachokuja, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata at-taibin. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.